wetu wa masuala ya Kongo, na kwenye simu tutakuwa naye Ali Mali, mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu, tukichambua kwa kina athari za kisiasa, kijamii na kiusalama za uamuzi huu. Milongo, mambo vipi? Ni poa kabisa. Ali Mali, sijui unanipata kwa njia ya simu? Nakupata vizuri kabisa. Shukran na karibuni katika mjadala wa leo. Labda nitaanza na wewe Salim. Hukumu hii ya kifo kwa Joseph Kabila ni uhalisia wa haki kutendeka au ni siasa tu za kulipiza kisasi dhidi ya mpinzani mkubwa wa Tshisekedi? Asante sana Tatu. Kwanza ni kusema kwamba uamuzi huu ulitegemewa na haujawasangaza wengi nchini Kongo. Ukiangalia kilichoendelea toka uasi wa M23 kuanza huko mashariki, kulikuwa na hukumu ama adhabu ya kifo dhidi ya Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa kundi la waasi hawa AFC M23 pamoja na maafisa wengine 25 wa kundi hilo. Kwa hiyo tukigusia uamuzi wa jana ambao tuliufuatilia kwa umakini, majaji wamezungumzia kuhusu ushahidi uliotolewa na mojawapo ya washirika wa Corneille Nangaa ambaye pia ni mfungwa alihukumiwa adhabu ya kifo, anaitwa Eric Nkuba, ambaye alisema kwamba alimsikia Nangaa akizungumza kwa simu na Kabila kuhusu njama ya kupindua serikali ya Tshisekedi. Majaji pia wamesema kwamba Kabila ziara yake mwenyewe kwenda huko mashariki mwa Kongo katika mji wa Goma ambao ulitekwa na waasi ni hatua inayoonyesha kwamba yeye amekuwa akishirikiana nao, na ushahidi mwingine wamesema kwamba katika mahojiano yake na gazeti la Afrika ya Kusini la Sunday Times mapema mwaka huu kusema kwamba vita vinavyoendeshwa na waasi wa M23 ni katika jukumu la kumalizisha udikteta nchini Kongo. Kwa hiyo majaji wamezungumzia hayo, lakini ni haki au si haki? Kwa hiyo ni swala ambalo hadi leo limezusha mjadala mkubwa sana nchini Kongo, ambao wengi wamesema kwamba ni kesi ya kisiasa. Ali, tumemsikia Sale akitaja baadhi ya ushahidi ambao majaji walitumia kuweza kumshirikisha Kabila na kundi hili la M23. Sababu hizo zinatosha kwamba kuthibitisha madai haya kwamba kweli huyu ni mshirika, ama ni simulizi tu za kisiasa hizo? Kwa kweli sababu zimetajwa ni sababu ambazo hazilingani sawa na uzito wa hukumu ambayo imetolewa, licha kuwa hali halisi inaweza kuwa kweli kwamba baada ya bwana Kabila na bwana Tshisekedi kutofautiana, kwa sababu tukianzia mwanzo kabisa, samahani kwa sababu unafahamu kwamba kitu ambacho kibaya bwana Kabila anaweza kuwa alifanye au alifanyia Kongomani ni kuiba kura za Kongomani na kumkabidhi bwana Tshisekedi madaraka kwa masikilizano au kwa maelewano wao wenyewe. Kwa hiyo ugomvi huu ni matokeo ya tofauti zao ambazo zimetokea, na bwana Tshisekedi hamtaki kabisa kumuona Kabila na kumuona kama leo ni adui, na bwana Kabila anasema wewe huwezi kuwa adui yangu kwa sababu mimi ndio nimekuweka hapo kwa kuiba au kwa kudhulumu kura za haki za Wakongomani. Kwa hiyo na mimi lazima nitajilipiza. Kwa hiyo hili linawezekana kuwa sababu ni watu hawa wawili kutokuelewana katika kuendelea na yale ambayo waliokubaliana. Lakini kwa kweli kama sheria Kongo haina sheria, haina historia ya sheria nzito kiasi kwamba cha kumhukumu alikuwa rais. Kwa hiyo bado inaonekana ni mchezo wa kisiasa ambao umebebeshwa sura ya kisheria. Sasa tukitilia maanani kwamba M23 tayari imechukua maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo, hukumu hii inaweza kuongeza au kupunguza uungwaji mkono kwao miongoni mwa wakazi wa eneo hilo? Bado nikisalia kwako Ali Mali. Kwa kweli hukumu hii inaweza kuwa labda ni alama au tishio kwa labda kwa viongozi wengine au kwa Kongomani wengine ambao wako katika viongozi wanaweza kujiunga kiwaziwazi na M23 na wakazidi kuipa nguvu. Hilo linawezekana kama hukumu hiyo ni tishio. Lakini pia bwana Tshisekedi anasahau kama bwana Kabila kaitawala Kongo kwa miongo miwili takriban, na
ana nguvu katika jeshi na hata wakongomani wengi wamo ndani ya Kongo bado wanamuunga mkono. Kwa hiyo mimi nadhani kumhukumu bwana Tshisekedi, kumhukumu bwana Kabila hukumu ya kifo kwa maana tu kwamba anashirikiana na M23, na huku wewe bwana Tshisekedi, huyu serikali yako inafanya mazungumzo ya maelewano na kundi hilo hilo la M23. Kwa hiyo ni hali ambayo itawachanganya hata Kongomani wenyewe. Mazungumzo ya amani yataendelea vipi kwenye hali kama hii? Na ikiwa ni kweli bwana Kabila anajihisi yeye ni mmoja katika viongozi wa M23 na M23 wakamkubali, basi hukumu hii pia itazidisha hasira na vurugu kiasi kwamba serikali ya Kongo tunavyoifahamu inaweza kwa kweli kufikiwa hadi kuondolewa, au na maeneo mengine zaidi yakaweza yakatekwa na nchi kawa imegawanyika mara mbili, upinzani wa uasi na upande mwingine serikali. Hii ni hatari ambayo inaweza kuwafikia Wakongomani kwa hali yoyote au kwa siku yoyote. Mbali naye kuhusishwa na M23, Milongo, unadhani uhusiano wa Kabila na nchi jirani kama vile Rwanda na hata Afrika Kusini alikokimbilia unaweza kubadilika baada ya hukumu hii? Bila shaka, kwa sababu inategemea uhusiano wa kisheria ambao unaweza kuwepo. Bila shaka hatua itakayofuata hapa ni mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi Kongo kutoa waranti wa kukamatwa kwa Kabila, yani kukamatwa kimataifa, kwa sababu tayari majaji jana walisema kwamba lazima akamatwe haraka na hukumu hiyo itekelezwe. Na hapo sasa itategemea baadhi ya nchi mfano Tanzania na Zambia, pia Burundi zimekuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya hivi sasa mjini Kinshasa. Ikumbukwe kwamba Tanzania iliwahi kumkamata huyo Eric Nkuba ambaye ndiyo shahidi muhimu ambayo alisababisha kesi hii ya Kabila. Alikamatwa Tanzania mwaka 2024 na kuletwa Kongo ambako alifunguliwa kesi kwamba anashirikiana na waasi wa M23, na Kabila lazima awe makini katika hali hii kwa sababu hayuko Kongo, na katika nchi hizo za Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika mojawapo ambayo imekuwa na uhusiano wa karibu na Tshisekedi pia ni Afrika ya Kusini. Anaweza kukamatwa na kuletwa Kongo, lakini kulingana na baadhi ya taarifa zilizotolewa, ni mfano wa gazeti hilo la Ufaransa la Africa Intelligence limesema kwamba maraisi wa nchi za kusini mwa Afrika SADC walikuwa wanafanya shinikizo kwa Tshisekedi ili wasifikie hatua ya leo, yani ya hukumu dhidi ya Kabila ama kesi hiyo iachiliwe mbali, lakini kesi iliendelea na hukumu imetolewa. Maoni yako Alimali kuhusiana na hilo? Kwa kweli mimi nadhani bwana Tshisekedi amejiweka kwenye hali ngumu kiasi kwamba bwana Kabila muda wote aliotawala alijengea uhusiano mzuri sana na hawa watu, na kile ambacho alichokifanya ni historia katika Kongo kwa mara ya kwanza kuweza kukabidhi madaraka kwa njia ya kidemokrasia, licha ya kuwa kulikuwa uwizi wa kura. Lakini hili pia litamfanya bwana Tshisekedi aonekane kama yeye sasa anakuwa dikteta zaidi ya madikteta, na hili ambalo limemkuta Kabila nafikiria na yeye pia mwishoni wa madaraka linaweza likamfikia hili na akajutia hukumu hii, kwa sababu ina sura zaidi ya kisiasa zaidi ya kuwa ya kuleta sura ya kisheria. Kwa kweli Kongo inaingia kwenye hali ambayo itakuwa mpya kabisa ya uhusiano ambao unaweza kuvurugika kati ya uhusiano wa kidiplomasia pia na hali ya ndani ya nchi pia inaweza ikabadilika na ikawa mbaya zaidi. Mwana Milongo, Kabila bado ana wafuasi wengi ndani ya vyama na pia jeshi. Unadhani kuna hatari ya kuzuka kwa vurugu au hata jaribio la mapinduzi kufuatia uamuzi huu? Ni jambo gumu kujibu moja kwa moja, lakini viashiria ni vingi. Toka watengane Tshisekedi na Kabila mwaka 2020 hadi kufikia sasa kumekuwa na hali kama ya kiwewe kila siku kwa Tshisekedi. Hata kumwandama Kabila ni katika huo uoga na hofu kwamba kila siku ama wakati wowote kunaweza kukatokea jambo baya, kwa sababu kumekuwa na kamata hizo za watu wa karibu wa Kabila, kufungwa kwa chama cha Kabila, na hata maafisa wa jeshi ambao wameaminika kwamba ni watu wa karibu wa Kabila, wakiwemo zaidi ya majenerali 30 wako gerezani, japokuwa serikali imesema kwamba ni katika utendaji kazi wao ndio wamekamatwa, lakini wengi wanahusisha ukamatwa kwao na uhusiano wao na Kabila. Kwa hiyo
kila kitu kinaweza ikatokea, na Kabila bado hajatoa kauli ya mwisho katika hili, na ni siasa, ni uzito sasa wamekuwa wamepimana nguvu, lakini hadi kufikia sasa toka mwaka 2020 Tshisekedi alionekana kwamba bado anashikilia uongozi na amekuwa akimbana Kabila hadi kufikia hatua hii ya mwisho ya kumhukumu kifo. Labda tukimulikia miungano ya kikanda, nchi jirani na jumuiya za kimataifa zinaweza kuchukua msimamo gani kuhusu hukumu hii, hasa ikizingatiwa jukumu lao katika mzozo wa Kongo alimali? Kwa kweli hukumu ndio imeshatolewa, kama alizungumza ndugu yangu Bwana Saleh wa Milongo. Nchi za kusini mwa Afrika zimeweza kufanya kumkinaisha Bwana Tshisekedi ili uamuzi huu usifikiwe. Kitu kile ambacho kimemfanya Bwana Tshisekedi asiwezi kuelewa hicho kitu na akaendelea moja kwa moja na kukaidi ushauri wa wenzake na kuweza kufikia hatua hiyo, ni kwamba wazi anaelewa faida ya hukumu hiyo, na faida nyingine na faida ambayo tukiitathmini sana ni kujidhatiti madarakani. Bwana Tshisekedi hana dalili ya kuacha madaraka, kwa hiyo anaondoa vikwazo vyote, vipingamizi vyote ambavyo vinaweza kumziwia yeye kujidhatiti madarakani bila kuheshimu muhula. Kwa hiyo nchi za jirani zote nadhani kwamba zinaitizama hali ya Kongo kwamba ni hali ya mtu ambaye amekaidika na hakubali ushauri kwa haraka, kwa sababu Bwana Tshisekedi sio tu haya ya Bwana Kabila ndio yanamuonyesha dhahiri kwamba ni mwenda peke. Ni mambo mengi ambayo anaamua haya yanakwenda kinyume na ushirikiano wa kikanda. Kwa hiyo nadhani ni nchi ambayo itapewa mkono na itapewa kisogo na kutizama lile ambalo linaweza likatokea Kongo, na hiyo itakuwa hali ya hatari sana kwa Kongo kukosa usaidizi na ushirika wa nchi jirani, na ambayo zinaipa mipaka na ambazo upande mwingine ndizo Kongo inapiga kelele kwamba ujirani mbaya ndio unaidhuru Kongo, hasa upande wa mashariki. Sale, kwa kifupi, maana muda umetupa kisogo, hili linamaanisha nini kwa mustakabali wa siasa za? Fahamu jinsi ya kudhibiti matumizi ya kifurushi chako cha interneti, jinsi ya kuzima background data. Nenda kwenye inabadilisha kabisa mwelekeo wa siasa, diplomasia na usalama wa Kongo, na Kabila na Tshisekedi wanakabiliwa na nyakati za kutokuwa na uhakika wote wawili. Alimali? Hali ni hiyo alizungumza ndugu yangu. Kongo inaingia kwenye hali mpya ambayo ya sintofahamu. Kila mtu anasubiri kile ambacho kitatokea kwa kutegemea kwamba kitakuwa ni kibaya zaidi ya kutegemea kuwa kizuri. Shukran sana Alimali, shukran sana Saleh Mwana Milongo kwa kuchangia